Naibu Katibu Mkuu Wizara ya Uchumi wa Bluu na Uvuvi Zanzibar, ndugu Zahor Kasim Mohamed, kwa niaba ya Waziri wa Wizara ya Uchumi wa Bluu na Uvuvi Zanzibar, Mheshimiwa Shabani Ali Othman, amewataka vijana kuwa na ujasiri na kuonesha vipaji vyao kwa lengo la kufanya mambo mazuri yatakayokubalika katika nchi za Afrika kwa ujumla. Tunafurahi sisi kama serikali na kama Wizara ya Uchumi wa Bluu na Uvuvi kwa sababu sera zetu zinasema wazi kwamba tunataka tuweke msisitizo katika kuendeleza vijana. Kwa hivyo tukiona kama vijana wanashughulika kama hivyo walivyoshughulika leo na wakafanya mambo makubwa ambayo yanaweza yakailetea sifa Zanzibar, sio hapa tu lakini pia kimataifa, na katika Zanzibar kuwa ni kiongozi katika masuala haya ya mafuta kwa Afrika, ni jambo ambalo serikali imefurahia sana. Na tumefurahi kwa tumekuja tumeona Zanzibari wako. Aidha, ndugu Zahor amesema vijana ni muhimu kuzingatia swala hili la sekta ya mafuta na gesi na kuona kuwa ni fursa na mkombozi kwao. Pia itasaidia serikali kutatua changamoto katika swala zima la ajira kwa vijana hapa Zanzibar. Kwamba waone kama hii sekta ya mafuta na gesi ni sekta ambayo inatija, na wajifunze kutoka kwa wenzao kutoka katika nchi nyingine ambao pengine wao watakuwa mbele zaidi na tulivyokuwa sisi, ili waweze kufahamu hii sekta inaweza kufanya nini katika kuandaa ajira. Lakini katika nao baadhi ya viongozi mbalimbali waliohudhuria katika semina hiyo wanaelezea lengo na faida za kuanzishwa kwa jumuiya hiyo pia katika sekta hii ya mafuta na gesi. Mwakilisha mkurugenzi wa idara yetu Mheshimiwa Balozi John Ulanga, tukio hili ni zuri sana na la kihistoria. Ni faraja kwetu sisi kuona vijana wa Kitanzania, hasa vijana wa Afrika kushikana mkono na kuanzisha hii program ya katika sekta za mafuta na gesi. Na kusema kweli nimekutana nao tangia jana, nikaongea nao kidogo kwa fahamu vizuri. Kwa upande wa wizara tunawashauri na pia kuwasisitiza kwamba waje wizarani, pia tutashirikiana nao, tutawakaribisha vizuri sana. Milango yetu ipo wazi, fursa zipo nyingi sana, na hasa kwenye uchumi wa bluu. Na ukiangalia katika sera yetu ya mambo ya nje iliyozinduliwa mwezi uliopita Mei, eneo la uchumi wa bluu ni muhimu sana na ni kipaumbele kwa taifa letu. Kwa hiyo kuna mambo mengi pale kwenye uchumi wa bluu, mbali ya oil and gas, kuna pia mambo ya fisheries, deep sea fishing na mengineo. Kwa hiyo mimi nawahimiza tu vijana wenzangu, wadogo zangu, waje wizarani. Fursa zipo nyingi sana, na pia tutawashauri pia mambo mengi sana. Ukiachana na pia wao pia kutafuta knowledge and technology na mataifa mengine. Kwa hiyo ni vizuri sana wakaja kushirikiana na sisi, na pia ni eneo geni kidogo kwetu, kwa sababu zile taaluma zinahitaji funding nyingi sana, pesa nyingi sana. Kwa hiyo karibuni Wizara ya Mambo ya Nje, ndugu zangu wa hapa ni mwanzo, lakini tunatarajia huu mkutano uendelee mwakani. Kwanza mimi niwapongeze ni vijana ambao kama tulivyosikia ni jumuiya ya vijana, lakini ni vijana wa kimataifa kwa sababu wameanza wawili wa Tanzania, ikiwemo mmoja Mzanzibari, mmoja Tanzania bara, mwingine Nigeria, na wengine wa nchi nyingine ambao zimetajwa pale. Kwa kwanza tuwape hongera kwa initiative hii kwa sababu ni vijana wamemaliza chuo, na baada ya kumaliza chuo of course umeangalia kitu gani kitakuwa kwa wao ni cha ubunifu ili waipeleke mbele sekta, ukiachia na kuajiriwa. Kwa hiyo hii ni pia kwa wao ni kujiajiri rasmi kwa association kama hii. Sasa mikakati ambayo Wizara ya Uchumi wa Bluu tunayo kwa kupitia Idara ya Maendeleo ya Mafuta na Gesi Asilia, kwa sababu hilo ni jukumu letu, ni kuwapa moyo zaidi, kuwasapoti zaidi kihali, kimali na kimaono, kuhakikisha kwamba vitu kama hivi vinaandaliwa, tunavisupport na tunawa engage stakeholder tofauti, tunawapeleka katika platform mbalimbali kuhakikisha kwamba wanatoa kitu kilicho bora zaidi. Huu ni mwanzo, na wamepanga kuja na
kongamano au mikutano mikubwa zaidi. Kwa hiyo sisi kama Wizara ya Uchumi wa Buluu tunawapa support na tunawapa maelekezo, ushauri pamoja na kuwapa resources ambazo zitawafanyisha kwamba wafanye kitu kilicho bora zaidi. Kwa hiyo ndio mikakati yetu kama idara. Kwanza sisi tunashukuru serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, lakini vile vile Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa jinsi ambavyo wanatupa ushirikiano vijana. Kwa hiyo inatupa nafasi na sisi ya kuweza kufanya yale makubwa ambayo tunayo. Kwa hiyo mikakati ipo mingi, huu ni mwanzo, lakini tuna program tofauti tukishirikisha vijana wenzetu wa vyuo vikuu, lakini vile vile vijana wenzetu wa nchi tofauti. Lengo kuu la mkutano huu ni kuonesha teknolojia mpya na utumiaji wake katika sekta ya mafuta na gesi, kupromote investment, lakini vile vile kwa ajili ya maonyesho ya project, product, service and solution. Vile vile kupromote utalii, kama mnavyojua tuna promote utalii kwa njia ya conference and exhibition. Unajua nyumbani na nafasi zipo na uzuri, ukiangalia kama jumuiya yetu sisi tuna vijana tofauti. Tuna vijana sio maengineer, japokuwa waasisi wake ni maengineer, lakini sio maengineer. Tuna vijana ambao wapo kwenye marketing, lakini tuna vijana ambao wapo kwenye masuala ya environment, tuna vijana ambao wapo katika masuala ya utalii. Kwa sababu kweli ni jumuiya ya maengineer, lakini wahandisi watupu hatuwezi kuendesha jumuiya. Kwa hiyo vijana kwa upande wetu sisi tunashikamana na tunatoa hizo nafasi kwa organization yetu, lakini kwa vijana ambao wanasoma nje ya Tanzania au nje ya Zanzibar sio kitu kibaya, lakini ni vizuri pia kama sisi kama nilivyotangulia kusema hizo fikra zetu na maono yetu tukayaleta nyumbani kwa ajili ya kupromote na kwa ajili ya maendeleo haya ya nyumbani Zanzibar. Lakini Jumuiya ya Young Africans Petroleum Association ina mjumuisho wa vijana kutoka nchi tofauti za Afrika, ni takriban nchi 10. Semina hiyo iliyoambatana na maonyesho ya vijana wa Young African Association kuhusu mafuta na gesi yaliyodhaminiwa na Wizara ya Uchumi wa Bluu na Uvuvi Zanzibar, yaliyofanyika Kendwa, Zanzibar. Mimi ni Mariam Said, Leaders TV. Wajibikaji ni msingi wa maendeleo.